Njia zako ni tofauti sana na zetu, mawazo yako ni tofauti sana na yetu, akili zako hazichunguziki. Asante kwa sababu unatuwazia mawazo mazuri, mawazo ya amani, utupatia tumaini katika siku zetu za mwisho. Na asante kwa sababu una kusudi jema na sisi, una mpango mzuri na sisi, unawaza kutubariki, unawaza kutuinua, unawaza kutufundisha. Umesema kwa neno lako, nitakufundisha, nitakushauri, nitakuongoza katika njia kupasayo kuiendea, na jicho langu likikutazama. Utufundishe sami, e Bwana, tuongoze katika njia tupasayo kuiendea, na jicho lako litutazame kila saa, kila hatua. E Bwana, mkono wako halisi zaidi kwetu, rehema zako ziongezeke kwetu. Roho Mtakatifu kwa zambi ukalithibitishe na kulifanya neno lako, ukalithibitishe na kulifanya neno lako, ili kwamba mapenzi yako yote yatimizwe na ufalme wako uje, na unayataka ufanyike. Lisizidi neno wala lisipungue neno, lakini yale unayoyataka ndiyo yafanyike hapa, kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana Yesu Kristo. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako Jemedari, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Pia Roho Mtakatifu ufanyike halisi sana, ukanitumie tu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na mapenzi yako yakatimizwe, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru sana sana Mungu amenipa neema hii, nafasi hii ya kuja kusimama mbele yako siku ya leo. Amen. Majina yangu naitwa Makunja Obedi. Makunja Obedi ndo majina yangu. Makunja Obedi katika mwalimu wa semina kwa zamu hii. Ninaitwa Makunja Obedi, nimeokoka na mpenda Bwana Yesu. Amen. Mimi ni mchungaji wa kanisa la HHS na Sistira. Amen. 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 Lakini pia ni mwangalizi wa hili kanisa la HHS. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa mwenyekiti wangu ambaye amenialika hapa leo kwenye semina. Mwaliko nimeupata toka mwezi wa kwanza. Kwa nilikuwa natembea kwenye akili yangu, tatizo langu tu kwamba sijui Pasaka ni lini, ndio tatizo langu. Lakini nilikuwa nakumbuka kwamba wakati wa Pasaka nina semina. Sawa. Amen. Kwa watu wa Mungu walikuwa wakinialika, tunakualika kwenye Pasaka, ninasema Pasaka nina semina. Sawa, watu wa Mungu. Amen. Kichwa cha somo ambacho tutajifunza somo hii ni Pasaka, kama vile ambavyo tunayo Pasaka mbele yetu. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza Pasaka. Kichwa cha somo tutakuwa tunajifunza Pasaka, na tutapata neema na nafasi kwa kadiri ya Roho Mtakatifu kusema kwa sehemu habari za Pasaka. Pasaka ni nini? Tukiwa tunaanza hivyo kusema Pasaka ni vitu gani? Sawa. Nijaribu kusema kabla ya Pasaka, kwa sababu tukianzia Pasaka yenyewe tutakuwa tunakosa picha halisi.
Kwa hiyo nitakurudisha nyuma kidogo kabla sija kuingiza kabisa kwenye Pasaka, upate zamu hasa ya kujua kwa nini Pasaka inakuja. Sawa? Tutakuwa tunajaribu kuangalia uhusiano ambao upo kati ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani na sisi kutoka duniani kwenda mbinguni. Sawa? Amen. Wakati tunasema Pasaka. Lakini tutakuwa tunajaribu kuangalia hasa nafasi ya Yesu, kufa kwake na kufufuka kwake. Sawa? Nitaomba tu Yesu anipe neema vile ambavyo tunaenda. Leo ni Jumatano, kesho Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ya Ijumaa kama Ijumaa Kuu inavyosomeka kwenye kalenda zetu, na tunasadiki ya kwamba Yesu alifariki siku kama hiyo kutoka kwenye historia. Amen. Amen. Siku ya Ijumaa tupate neema kusema hasa gharama ambayo Yesu alikuwa analipa ili Pasaka itokee. Siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya kwanza ya juma, tupate zamu ya kuona Yesu alikuwa wapi na Yesu alikuwa anafanya nini, kwa sababu wengi tunajua alikufa halafu akafufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo angalau nipate zamu pia kuzungumza ya kwamba hasa siku ile ambayo Yesu alikuwa kaburini kwa jinsi ya mwili, alikuwa wapi kwa jinsi ya roho na alikuwa anafanya vitu gani huko. Sawa? Afu Jumapili wakati tunafanya meza ya Bwana tupate zamu ya kusema maana halisi ya kufufuka kwa Yesu na anatarajia kitu gani kutoka kwetu. Amina watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasaka sasa ni nini? Hii maana nitakuwa nairudia mara kadhaa. Nataka nianze nayo siku ya kwanza ya leo, lakini nitakuwa nairudia mara kadhaa. Pasaka maana yake ni nini? Pasaka ni nini? Pasaka hili ni neno la Kiswahili ambalo kwenye Kiingereza tunaita Passover. 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 Pasaka Kiswahili, Kiingereza Passover. Passover maana yake, angalia maneno ya Kiingereza na unganishi nasema Passover. Sawa? Passover kwa lugha rahisi ni kupita juu ya. Kupass ni kupita, over ni juu. Kwa hiyo Passover maana yake kupita juu ya. Kwa tukizungumza Pasaka tunazungumza kupita juu ya. Wakati tunajifunza maana ya Pasaka, kupita juu ya. Na kwa nini hasa neno hili Pasaka limekuja kuelezewa kama ni kupita juu ya? Kwa sababu hasa ya tukio lenyewe la Pasaka ambalo tutakuwa tunajifunza hapa. Kuna kitu ambacho kilifanyika ambacho malaika wa Bwana alikuwa anapita juu ya nyumba za Misri. Alikuwa anapita juu ya nyumba, anaangalia vitu kadha wa kadha, ili mwisho wa siku Pasaka itokee, ukombozi utokee. Sawa? Tukiwa tunazungumza kupita juu ya, tunahitaji kurudi tena kuangalia kwa nini kupita juu ya. Kwa nini kupita juu ya? Kwa sababu kulikuwa na kazi ya ukombozi ilitakiwa ifanyike, na ili ukombozi ufanyike palikuwa panahusisha malaika wa Bwana aje apite juu ya. Sasa alikuwa anapita juu ya nini? Alikuwa anapita juu ya nyumba zote, juu ya nyumba zote katika nchi ya Misri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana sasa nikasema tukianzia huku mbele Pasaka inatupa nafasi ya kushindwa kuelewa chanzo cha kupita juu ya kinatoka wapi. Kwa sababu kupita juu ya manake tuko kwenye hatua za mwishoni.
Sasa tukianzia hatua za mwishoni, tunaweza kupoteza hasa huko nyuma kulikuwa na nini kilikuwa kinaendelea, nini kilifanyika, nini kiliendelea, mpaka ikafika zamu sasa Mungu anasema ngoja nikapite juu ya kwa lengo la ukombozi. Kwa tukizungumza Pasaka, tuna lugha nyingine tunaisemea Pasaka, maana yake ni ukombozi au wokovu. Pasaka pia inamaanisha ukombozi au wokovu. Kukomboa, kuokoa, kutoa katika hali isiyofaa, kuleta kwenye hali inayofaa. Kutoa Misri sasa kupeleka Kanaani. Kwa hiyo ndio maana nikasema tunapokuwa tunajifunza Pasaka lazima tupate zamu ya kutazama uhusiano uliopo kati ya Misri na Kanaani, halafu uhusiano huo Misri, Kanaani, duniani, mbinguni, tupate huo uhusiano. Wakati huo pia tutapata zamu ya kumtazama mtu anaitwa Farao. Farao kama mfalme wa Misri, lazima tupate zamu ya kumwangalia. Wakati wote tutakuwa tunafananisha hivi vitu kwa lengo la kupata ufahamu na uelewa. Amen. Sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 46 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Mwanzo sura ya 46 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Hapo ndipo natamani tuanzie hapa siku ya leo. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko, mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyoyapeleka Farao ili kumchukua. Wakatoa na wanyama wao na mali zao walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanaani, wakaja Misri, Yakobo na uzao wake wote pamoja naye, wanawe na wana wa wanawe pamoja naye, binti zake na binti za wanawe, na uzao wake wote aliwaleta pamoja naye mpaka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema tunapoanza kujifunza Pasaka lazima turudi, hatuwezi kuiweka Misri pembeni, lazima tuiguse Misri halafu baadaye tukaitazame Kanaani wakati tunajifunza Pasaka, ambapo zamu ya kujifunza hapa, tukijifunza Misri tukajifunza Kanaani, tunajifunza hasa taifa neema na nafasi ya kuzaa watoto 12. Amen. Walikuwa ni wachungaji. Yakobo alikuwa na mifugo mingi sana aliyoikuta toka siku zile alikuwa kwa Labani mjomba wake. Kwa wakati akiubariki moyo wa baba yake akafanya vizuri kwa jinsi ya mwilini, ana uwezo wa kubariki moyo wa Mungu pia. Sawa? Amen. Kwa sababu alipobariki moyo wa Yakobo akaubariki na moyo wa Mungu. Wakati Yakobo anamshonea suti nzuri, Biblia inasema Mungu akaanza kumsemesha hatima yake. Mungu akaanza kumwambia Yusufu, siku moja utakuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Akaanza kuota ndoto. Kichwa cha somo kinaitwa Pasaka. Amen. 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 Akaanza kuota ndoto. Wakati anaota ndoto, Biblia inasema hivi, siku ya kwanza Yusufu akaota ndoto, akaamka akawahadithia ndugu zake. Akasema hivi, nimeota ndoto,
tulikuwa shambani tunavuna, masuke yangu, masuke 11 yakaja yakainama mbele ya suke moja. Kwa bahati nzuri Yusufu hakufafanua, hakusema ya kwamba nimeota ndoto ninyi hapo, hakuambia ninyi ndio wale masuke 11. Yusufu hakuambia hivyo, mnakumbuka? Ila wao wenyewe walijua kwamba hii kitu inamaanisha masuke 11 ni sisi, watoto 11 wa Yakobo, alafu mmoja linalobaki ni Yusufu. Kwa hiyo sasa maana yake sisi tutaenda kuinama na kusujudu mbele ya Yusufu. Alafu Yusufu alikuwa ni mdogo kwa kusaliwa. Alikuwepo Reuben, alikuwepo Simeoni, alikuwepo Lawi, alikuwepo Yuda, alikuwepo Asheri, alikuwepo Gadi, alikuwepo Naftali. Walikuwa wametangulia wakubwa. Yeye alikuwa ni mdogo. Sasa wale watu wakasema inawezekanaje hasa, yaani sisi hadi wakubwa tuje kumsujudia huyo mdogo? Ndugu zake wakaanza kumchukia. Bwana asifiwe. Kwanza tayari walishamchukia kwa sababu baba yake alikuwa anampenda zaidi yao. Alafu ghafla tena analeta ndoto kwa moja, alafu jua pamoja na mwezi vyote vinasujudia mbele yake. Akaenda akasema, baba, mama, nimeota ndoto. Sawa. Mama yake Yusufu wa kumzaa alikuwa ameshakufa tayari, nakumbuka leo. Sawa. Kwa hiyo tayari sasa Biblia inasema alipoota ndoto Yakobo akajua tena maana ile ndoto. Bado tena Yusufu hakutafsiri. Bwana asifiwe. Yakobo akajua tena. Ina maana Yakobo akamwambia mwanae, mwanangu, unamaanisha kwamba mimi pamoja na mama yako zile nyota 11 ni ndugu zako. Jua ni mimi sasa Yakobo. Mwezi ni mama yako. Huyu hapa leo. Bwana asifiwe. Unamaanisha kwamba mimi na mama yako pamoja na ndugu zako tutakusujudia. Akarudi na ndugu zake pia wakajua. Wale watu walipojua wakasema hivi, sasa inabidi tufanye mpango wa kumuua Yusufu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Nimesema nikianza kufundisha Pasaka ili kuanzia, nitakuwa nimekuanzia hewani, alafu utakosa mahusiano halisi ya wewe binafsi, kwa sababu na utahisi kama naona unaanzia hewani wakati hauanzii hewani. Sawa? Wewe pia kuna mahali fulani unaanzia na mimi kuna mahali naanzia. Kwa sababu Biblia inasema wale watu siku moja wakiwa wanachunga mbuzi, kondoo, ng'ombe, mifugo ya baba yao, Biblia inasema Yakobo akasema, mwanangu Yusufu, kwa sababu ya upendo aliyokuwa nao Yakobo, alikuwa hataki kumwacha Yusufu aende mbali. Wengine wanapenda kuchunga, Yusufu anabaki. Sasa Biblia inasema baadaye Yakobo akasema, nenda kawatazame ndugu zako kule, uone wanaendelea, alafu niletee habari. Yusufu akaenda. Wale watu walipomwona Yusufu kwa mbali wakasema, yule bwana wa ndoto anakuja, tumuue ili tuone hatima ya ndoto zake. Hawa ni watu wanashauriana kumwangamiza ndugu yao. Tumuue ili tuone hatima ya ndoto zake. Leo Beni akatoa mashauri akasema, kwa nini tumuue? Tumtupe kwenye hili birika. Biblia inasema akiwa na mawazo kwamba wakiondoka baadaye atarudi. Leo Beni ndio alikuwa wa kwanza kuzaliwa. Wakamtupa kwenye birika, kwenye shimo. Tukisema birika ni shimo sasa. Sawa? Wakamtupa kwenye shimo. Walipomtupa kwenye lile shimo, ghafla walipoinua macho wanataka kuondoka, wakasema, mbona kuna msafara wa Ishmaeli wanakuja? Kwa nini tusimuuse ili tupate hela badala ya kumwacha kwenye shimo? Kwa nini tusimuuse? Alikuwa anatoa mawazo ni Yuda. Sawa? Ukielewa tu hapo usiwile wakati nasema Yuda akamuuza Yesu, hautachanganya taarifa. Tunakumbuka watu nimeona ni kuanzia huko mbele huku mwanzoni, ili baadaye tukisema Yuda akamsaliti Yesu. Huku nako kuna Yuda mwingine huku ambaye analeta mawazo kwamba badala ya kumtupa alafu tusifaidike chochote.
Kwa nini tusimuuze? Wengine wanasema ila kweli tukimweka kwenye shimo tutapata nini? Ngoja tuchukue hela. Kwa akauzwa Yusufu kwa vipande 30 vya fedha kwa Waishmaeli. Waishmaeli wakamchukua Yusufu, wakaenda wakamweka sokoni. Sawa? Kule Misri sasa. Wakamweka sokoni. Wakaanza kunegotiate, kubadili. Huyu kijana atakuwa shida. Yule Waishmaeli alikuwa wanauliza Potifa anataka kununua Yusufu. Huyu itakuwa shida. Ungeleta vipande 50 vya fedha, sawa, nitakupa 40. Basi iwe 35, natoa 30. Wakawa wanabageni kumnunua mtu Yusufu huyu, sawa. Wakafikia hitimisho 30. Yusufu akauzwa tena kule kwa Potifa. Kwa Potifa tuambiwi aliuzwa kwa shilingi ngapi. Aliuzwa akaenda akawa household kwa Potifa. Alipokaa kwa Potifa kama kijana wa kazi nyumbani, akasingiziwa kama mimi alitaka kumbaka mke wa Potifa. Akatoka akaenda gerezani. Akakaa kule kwa miaka isiyojulikana, muda usiojulikana. Tunaona hesabu ya miaka 2 baada ya watumwa wa Farao 2 kuota ndoto. Ndio Biblia inasema miaka 2 baadaye. Lakini kabla hawajaota ndoto, Yusufu akatafsiri ndoto zao. Hatuoni ya kwamba Yusufu alikaa gerezani kwa muda gani. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema hivi, kutoka gerezani Yusufu ilikuja kwamba aliota ndoto. Nimekaribia kufika pale niliposoma. Amen. Amen. Yusufu akiwa gerezani, Farao akaota ndoto. Farao akaota ndoto. Akaota kuna ng'ombe 7 wanono. Alafu baadaye wakaja ng'ombe wengine 7 wamekonda dhaifu kabisa. Wale waliokonda wakawameza wale walionona. Farao akashtuka kutoka kwenye ndoto. Akapitiwa tena na usingizi, akaota tena masuke 7. Masuke 7 yenye afya nzuri. Sawa? Tukisema masuke, watu wa Mungu, mmewahi kulima nini ile? Nini ile? Inastahimili sana jua. Mtama. Bwana asifiwe. Tukisema masuke, watu wa Mungu, ni yale mtama yale ambao huo unayaona ni mtama yale. Ndio anaitwa masuke yale. Umewahi kuona mtama? Shangaa. Nikawa nataka kutoa maana nyepesi, kumbe ndio nazidi kumchanganya mtu mmoja. Masuke alafu tena mtama. Ndio nazidi kumchanganya mtu wa Mungu kabisa. Sio? Afadhali wote mmewahi kuona mtama. Yaani yale sasa ule mtama ule. Sasa Farao tena akaota ndoto, akaona ule mtama umestawi sana. Sawa? Alafu yalikuwa masuke 7. Ghafla katoka tena masuke mengine dhaifu kabisa 7. Yale 7 yakayameza haya yaliyostawi sana. Akashtuka. Akasema nimeota ndoto. Ilikuwa hivi. Letwa waganga, letwa wachawi, waje watoe maana yake. Wakashindwa kutoa. Waliposhindwa kutoa, Biblia inasema yule mnyweshaji wa Farao akasema, baada ya miaka 2 sasa imepita, akasema leo nakumbuka kabisa, leo nimekumbuka. Farao kama kumbuka nini? Akasema tukiwa kule gerezani tuliwahi kuota ndoto. Mimi pamoja na yule mwenzangu ndio tupeleka kule gerezani. Tuliota ndoto. Tulipoota ndoto, kuna kijana kule alitutafsiria ndoto. Alipomtafsiria yule mwokaji wa mikate ya kwamba atakatwa kichwa, ndivyo ilivyotokea.
mimi mnyweshaji, ya kwamba nitarudishwa katika kazi yangu. Ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo kule kuna mtu anaweza akatoa tafsiri. Biblia inasema Farao akasema, kamleteni Yusufu. Yusufu akaletwa kwa Farao. Alipoletwa kwa Farao akaambiwa, nimesikia unaweza kutafsiri ndoto. Akasema, ila Bwana anaweza kukupa maana ya ndoto. Akatafsiri, akamwambia miaka 7 ya ile ng'ombe 7 wanono ni miaka 7 ambayo Misri kutakuwa na chakula cha kutosha. Wale ng'ombe 7 dhaifu ni miaka 7 mingine ya njaa, ambayo itakapokuja ile miaka ambayo ilitangulia chakula itaonekana kama hakujawahi kutokea chakula. Na masuke 7 yaliyojaa vizuri ni miaka 7 ya chakula. Kwa Farao, hii ndoto ni moja, imejirudia ili Mungu akuonyesha kwamba hili neno litakuwa. Kwa na kushauri, tafuta mtu mwenye akili ambaye atakusanya chakula kwenye kipindi hiki cha miaka 7. Akimaliza kukusanya chakula, baada ya hapo sasa, wakati wa njaa, kile chakula kilichokusanywa kitatumika. Farao akasema, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, kinachokisema kiko kwenye kitabu cha Mwanzo. Amen. Amen. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, sawa? Mara nyingi wanahamasisha watu wa Mungu wasome Biblia yote wamalize, ili tunapokuwa tunaongea hivi tuwe tunaelewana tunaongea lugha gani. Sawa? Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa Biblia inasema kitu kimoja, kutoka hapa sasa Yusufu akawa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Sasa Farao akasema hivi, kuanzia sasa watu wa Misri watakula kwa kauli yao, wataingia na kutoka kwa neno lao. Kwa baada ya kusema vile, Yusufu akapandishwa cheo, akawa mtu wa 3 katika ufalme. Wa kwanza ni mfalme, wa pili ni malkia, wa 3 ni waziri mkuu. Anaitwa Yusufu. Bwana asifiwe. Amen. Njaa ikaja katika dunia yote. Dunia yote ikapita kwenye msimu wa njaa. Ilipopita kwenye msimu wa njaa kwa muda wa miaka kadhaa, Biblia inasema Yakobo sasa na watoto wake wako Misri. Yakobo sasa na wanae wao wako Kanaani. Wakiwa Kanaani wakasikia Misri na chakula. Wakasema sasa, Yakobo akatuma watoto wake, nendeni mkatutafutie chakula Misri. Watoto wakaenda wakanunua chakula. Lakini walipofika, Biblia inasema Yusufu akawatambua ndugu zake. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lugha rahisi, watu wa Mungu, iko hivi. Kuna mazingira ambayo tunaweza tukasema hivi, ni kweli leo alishindwa kujua huyu ni Yusufu. Sawa? Hivi ni kweli kabisa. Amen. Ilikuwa hairuhusiwi. Yaani unakuja umenikazia macho hivi, alafu mimi ndo waziri mkuu, alafu umekuja kununua chakula, unanikazia macho hivi mpaka unitambue. Alikuwa akija, sharti la kwanza anakuja amesujudu, anainama, anasema uishi milele mfalme mtukufu, uishi milele. Unapozungumza lazima macho yako yametazama chini. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa nini wale watu walishindwa kumtambua Yusufu? Kwa sababu hapakuwa na ruhusa ya kumtazama Yusufu uso kwa uso. Ila Yusufu alikuwa na nafasi ya kumwangalia mmoja baada ya mwingine. Walikuja 10, kule alibaki Benjamin peke yake kule. 10 walikuja. Walipofika, Biblia inasema hivi, wakainama mpaka nchi, kama vile Yusufu alivyoona kwenye maono. Kama vile ambavyo walisema sisi tutakusujudia wewe. Wakasujudia mpaka nchi. Wakainama mpaka chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen.
watu wa Mungu walichokifanya, wakapewa chakula, umesoma pale, wakarudishiwa na hela kwenye mifuko, wakarudi awamu nyingine, awamu nyingine. Biblia inasema Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake, akaamuru sasa Yakobo atoke kule Kanaani aje Misri. Bwana asifiwe. Hapo watu wa Mungu ndipo niliposoma Mwanzo sura 46. Amen. Amen. Yusufu akasema, nendeni sasa mkamlete baba yangu aje Misri, kwa sababu Misri pana chakula. Aje Misri kwa sababu hapa kipo chakula, kwamba zoezi la dini kutoka huko, mnakuja mnanunua chakula, mnaenda kinaisha, mnakuja tena muhamie moja kwa moja wapi? Misri. Biblia inasema Yakobo ambaye anaitwa Israeli akaenda akajenga madhabahu, akatoa sadaka. Alipotoa sadaka akauliza kwa Mungu, Mungu, niende Misri au nisiende? Sawa? Amen. Niende au nisiende? Mungu akamwambia, nenda Israeli na mimi nitaenda pamoja na wewe. Nitakufanya wewe taifa kubwa huko, nitakubariki huko, alafu bila shaka mtoto wako Yusufu ataweka mkono juu ya macho yako. Yakobo, nakumbuka siku ile wale watu walipomuuza Yusufu, wakasema hivi, wakachinja mbuzi, wakachukua kanzu ya Yusufu, wakaichonga kwenye dawa, wakamletea baba yake, akasema, itambue hii kanzu, sababu mwenye kanzu tumekuta amelaaniwa na mnyama mkali. Kwa hiyo Yakobo akajua mwanae Yusufu amekufa. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Biblia inazungumza kitu kimoja, inasema hivi, baada ya hapo kuna kitu kinakuja kutokea. Yakobo anauliza niende, Mungu akamwambia nenda. Tukizungumza Pasaka, tuna kitu tunakizungumza ya kwamba asili ya Israeli kwenda Misri ilikuwa amani, na Mungu alitoa kibali cha wale watu waje wapi? Misri. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Asili ya wana wa Israeli kutoka Kanaani na kuja Misri, Mungu alitoa kibali, Mungu aliruhusu, na akasema nitakufanya wewe taifa kubwa huko. Sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Misri ni kama duniani. Sawa? Kanaani ni mfano wa mbinguni, Misri ni mfano wa duniani. Sawa? Kanaani ni mfano wa mbinguni. Sasa watu wa Mungu, Farao ni mfano wa shetani. Tukiwa tunazungumza Farao, tunazungumzia mfano wa nani? Wa shetani. Kwa angalia hatua ya kwanza, wakati tunakuja duniani, Mungu aliridhia sisi tuje duniani. Kuzaliwa kwa mtu yeyote ambaye anasikiliza yalikuwa ni mapenzi ya Mungu, na Mungu akasema ukizaliwa duniani atalifanya jina lako liwe kubwa. Amen. Atakubariki, atakuzidisha, atakuongeza. Amen. Kuja kwetu duniani sio bahati mbaya. Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Ukiona mtu yuko duniani, hakuna mtu ambaye yuko duniani hapa ni bahati mbaya. Kila mtu Mungu alimkusudiaje. Hata kama ni kahaba sugu, alikusudiwa na Mungu aje duniani. Hata kama ni jambazi sugu, hata kama ni mchawi maarufu, kuzaliwa kwake, hakuzaliwa ili awe mchawi, hakuzaliwa ili awe mganga wa kienyeji, hakuzaliwa ili awe kahaba. Alizaliwa ili aje awe taifa kubwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamwambia Yakobo, nenda. Sawa? Nenda Yakobo, nitakufanya wewe taifa kubwa. Maana angalia sasa, huyu Yakobo ameenda kuuliza, Mungu anatoa kibali. Nenda.
nenda. Yesu asifiwe. Alikuwa Yakobo. Jumla Biblia inasema walikuwa watu 70 na ngapi? Na 2. Jumla ya watu 72. Alafu Mungu anasema nitakufanya uwe taifa kubwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapokuwa tunaanza kujifunza Pasaka, kuna kitu unahitaji kukifahamu mwanzoni tu. Tunapoanza kujifunza Pasaka, tunapoanza kujifunza ukombozi, unahitaji kujifunza tuko duniani. Hapa duniani maana yake hapa ni mfano wa Misri. Sawa? Amen. 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 Na kwamba wakati nazaliwa hapa duniani yalikuwa ni mapenzi ya Mungu kabisa. Usije ukaona mtu anatembea amelewa, anapepesuka, ukahisi kwamba haukuwa mpango wa Mungu azaliwe mtu. Hapana, ni Mungu alisema nenda mwanangu kazaliwe duniani, alafu nitakufanya uwe taifa kubwa. Sawa? Nenda kazaliwe duniani, nitakufanya uwe mwimbaji. Nenda kazaliwe duniani, nitakufanya uwe mwombaji. Nenda kazaliwe duniani, nitakufanya uwe mchungaji. Nenda kazaliwe, utakuwa mfanya biashara. Nenda. Ni Mungu aliruhusu. Ni Mungu alifanya nini? Aliruhusu. Kwa nini kazaliwa? Yakobo, Biblia inasema akawachukua watoto wake, watu 72, akawafanya washuke watoke. Alafu Yakobo anapotoka kuuliza kwa Mungu, tayari Farao ametuma magari ya kuja kumchukua Yakobo. Sawa? Hakutembea kwa miguu kutoka Kanaani kwenda Misri, alisafirishwa na magari ya Farao. Amen. Siku niliposaliwa, watu wakaja wakampongeza mama yangu. Watu wakaja wakampongeza baba yangu, wakasema ongera, umepata mtoto wa kiume. Ongera, umepata mtoto wa kike. Ongera. Yesu asifiwe. Amen. Nikazaliwa duniani kwa mara ya kwanza kabisa, mwanzoni kabisa nikazaliwa. Nilipozaliwa kwa mara ya kwanza, yani hakuna mtu aliyenidharau, niliheshimika, nilionekana mtu mimi wa thamani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa kutoka hapo mwanadamu anayenisikiliza akazaliwa juu ya nchi. Lakini usisahau pana kitu hapa. Yakobo anatoka Kanaani, anakuja wapi? Misri. Amen. Anatoka Kanaani anakuja Misri. Nimesema Kanaani ni mfano wa mbinguni, Misri ni mfano wa dunia. Sawa? Amen. Hii huwa nafundisha watu wa Mungu, naambia kabla haujaja duniani umetoka mbinguni wewe. Amen. Yesu asifiwe. Haujatokea Umalila wewe. Yesu asifiwe. Amen. Ulizaliwa wapi? Umalila, lakini haujatoka Umalila. Amen. Amen. Nimezaliwa tu Tanzania mimi. Sawa? Yaani katika ile njia ya kutoka mbinguni kuja duniani nimejikuta nimetokea hapa Tanzania, lakini kimsingi mimi sijatokea Tanzania, nimezaliwa Tanzania. Amen. Amen. Nimezaliwa Tanzania, umezaliwa Tanzania, umetoka mbinguni. Wakati mtu ametoka mbinguni, ghafla kufunga na kufungua, Biblia inasema hivi, walipofika wana wa Israeli pamoja na Israeli mwenyewe, walipofika Misri walipokewa kwa heshima, waliheshimika, wakasema huyu ndo baba yake Yusufu. Wanamuonyesha mzee hawa ni kaka zake Yusufu, mtu aliokoa dunia nzima kutoka kwenye miaka 7 ya njaa, kwa sababu dunia nzima kulikuwa na njaa na chakula kilikuwa Misri peke yake. Kwa nini Misri? Kwa sababu alitoka mtu akafunuliwa na Mungu ya kwamba kusanya chakula, miaka 7 ya chakula, kusanya chakula. Kwa Yusufu alikuwa na heshima, alikuwa anaheshimika kuliko watu wengine. Kwa ndugu zake walipokuja, heshima alikuwa nayo Yusufu wakapewa na wana wa Israeli pia, na Israeli mwenyewe.
Lakini Biblia inasema baada ya muda fulani Yusufu akafa. Amen. Amen. Yusufu alipokufa, Biblia inasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Baada ya huyu dada kupata akili timamu, usingizi ukainuka Farao asiyemjua Yusufu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya huyu kaka kupata akili timamu